nikaomba Wakenya wanipatie mimi kazi ya uongozi wa taifa la Kenya. Mwenyezi Mungu unisaidie. Kiongozi wa zamani wa upinzani na waziri mkuu wa zamani wa Kenya, Raila Amolo Odinga, amefariki. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Kenya, ODM, alifariki dunia nchini India alikopokea matibabu akiwa na umri wa miaka 80. Odinga, ambaye anafahamika kama Rao au Baba kwa mashabiki zake na wafuasi kote nchini Kenya, ni mkongwe katika siasa za Kenya. Raila aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Lang'ata kuanzia mwaka 1992 mpaka mwaka 2013 na alihudumu kama waziri mkuu wa Kenya kuanzia mwaka 2008 mpaka 2013 katika serikali ya umoja wa kitaifa punde baada ya machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Odinga amemwacha mjane Mama Ida Odinga na watoto 3. Kabla kifo chake, kiongozi huyo atakumbukwa kwa kupigania uhuru wa kidemokrasia, haki za kibinadamu, mabadiliko na maendeleo ya taifa la Kenya. Raila alizaliwa katika familia ya mpigania uhuru hayati Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa kwanza wa rais wa Kenya. Raila alisomea Ujerumani Mashariki kabla ya kurejea nyumbani kwao nchini Kenya katika miaka ya 70. Kisiasa, Raila aligonga vichwa vya habari alipofungwa miaka 6 baada ya kutuhumiwa kuhusika na jaribio la mapinduzi ya kijeshi la mwaka 1982 na baadaye alikamatwa tena kushinikiza demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa nchini Kenya. Wakati huo nchi ya Kenya ilikuwa ikitawaliwa na Rais Daniel Arap Moi na chama chake kimoja cha KANU. Mchango wake mkubwa zaidi katika kukomesha utawala wa miongo kadhaa wa chama tawala cha KANU ulidhihirika alipomuunga mkono mpinzani wake na waziri mkuu wa wakati huo Mwai Kibaki na kumsaidia kutamatisha utawala wa KANU katika uchaguzi wa mwaka 2002. Baba, kama alipofahamika na wengi, amegombea urais mara kadhaa, mara nyingi akiunganisha na kuunda upya upinzani, lakini hakuwahi kunyakua wadhifa huu wa juu kabisa. Fursa yake bora zaidi ilikuja katika uchaguzi wa mwaka 2007, wakati matokeo yaliyobishaniwa yalipozua ghasia baada ya uchaguzi kusababisha maafa makubwa na uharibifu wa mali kote nchini Kenya. Na kama alivyompatanishi Odinga, alikuja kugawana madaraka na mpinzani wake Mwai Kibaki baada ya kupatanishwa na katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan. Odinga vilevile aliungana na Uhuru Kenyatta katika ile serikali iliyokuwa maarufu ya handshake kabla ya uchaguzi wa 2022, ambapo tena alishindwa na rais wa sasa wa Kenya William Samoei Ruto. Hadi kufariki kwake, Raila alikuwa anashirikiana na Rais William Ruto katika serikali yake ya pamoja. Safari hii ndefu ya kisiasa ya Raila Odinga imempa sifa ndani na nje ya nchi yake. Mola ailaze roho yake pahala panapostahili.